tatu wanasema kwamba kunut, na hii kunut ambayo inaikusudiwa hapa ni kunut ya salati al-fajr ya miaka nenda miaka rudi. Kunut Mtume sallam alikuwa analeta katika nawazil, wakati kuna matatizo, kuna mauaji, kuna maradhi, kuna vita, basi Mtume akileta kunut katika swala zote tano, katika swala zote tano kwa kipindi maalum, imma siku 30 ama siku 40. Baada ya siku 30 ama siku 40, Mwenyezi Mungu anateremsha wahi, anamwambia Mtume, laisa laka min al-amri shay, sasa wewe huna chako tena, tuachie sisi, umeshatushtakia sisi, tutachukua uamuzi wetu. Kama vile walivyouawa wale mahufadhi al-Quran katika mji wa Najd, waliuawa zaidi ya 50 masahaba hawa, tena waliohifadhi Quran zaidi ya 50 waliuawa katika mji wa Najd ndani ya Saudi Arabia. Basi Mtume alipopata habari alikuwa akiwalaani wale watu ambao waliwaua hawa masahaba katika swala zote tano, huku analia na kuwalaani ndani ya swala. Baada ya siku 40 Mwenyezi Mungu anamwambia, sasa ushanishtakia, niachie mimi. Lakini hii kunuti ya salati al-fajr ya miaka nenda miaka rudi, hii tunakuambia kwamba hadithi ambayo inaitumiwa sio sahihi, hadithi ambayo inaitumiwa sio sahihi. Na hii hadithi ameitaja Imamu an-Nawawi kwenye kitabu chake kinaitwa Al-Adhkar. Kitabu cha Al-Adhkar ametaja hadithi ambayo hawa mandugu zetu wanaitumia, kwamba Mtume anasema, Anas bin Malik ndio anasema hadithi hii, Mtume hajasema. Wanasema an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqnutu fi salati al-fajr hatta faraqa ad-dunya, rawahu al-Hakim, hadith hasan sahih. Anas bin Malik anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa analeta kunut katika swala ya alfajiri mpaka akaaga dunia. Hii hadithi imepokelewa na Hakim. Sasa hii ni hadithi anaeleza ni mfanyakazi wa Mtume Anas bin Malik, sahaba huyo. Lakini tukienda kwenye hadithi nyingine ndani ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidhi, Imam Ibn Majah, Imam An-Nasai peke yake ndio akapokea hadithi. Kuna sahaba mmoja akiitwa Ashja'i. Huyu sahaba aliwahi kuishi na Mtume mpaka Mtume akafariki. Akaishi na Abubakar kwa miaka miwili, Abubakar akafariki. Akaishi na Umar kwa miaka 10 na miezi 9, Umar akafariki. Akaishi na Uthman na akaishi na Saidina Ali. Maana yake aliishi na Mtume huyu sahaba Ashja'i, na aliishi na makhalifa wanne. Sasa kuna mtoto wake huyu sahaba anaitwa Tariq ibn al-Ashja'i. Huyu alikuwa ni tabi'i, maana yake hakuwahi kumuona Mtume huyu Tariq, lakini aliwaona masahaba. Sasa Tariq anamuuliza baba yake Ashja'i, baba yangu jamani, wewe uliswali nyuma ya Mtume na ukaswali nyuma ya makhalifa wanne, uliwahi kuwaona wakileta kunut katika swala ya alfajiri? Al-Ashja'i akamjibu mtoto wake akamwambia, ya bunayya innaha amrun muhdath, mwanangu, hili ni jambo la uzushi, haikuwepo wakati wa Mtume wala wakati wa makhalifa wanne. Sasa Anas bin Malik anatuambia Mtume alikuwa analeta kunut katika swala alfajiri mpaka kaaga dunia, na huyo Ashja'i anasema hii haikuwepo wakati wa Mtume wala makhalifa wanne, na hawa ni maswahaba wawili. Sasa tutashika ya nani katika hawa wawili? Nani anayesema ukweli? Sasa hapa itabidi turudi tukasome ilmu al-mustalah al-hadith, ilmu ambayo inaambatana na sheria ya hadithi. Hadithi ya bwana Mtume ina sheria yake, kuna matni yake na kuna sanadi yake. Wale wapokezi wa ile hadithi ni kina nani? Yale mazungumzo aliotoa bwana Mtume ndio hiyo ama imebadilishwa? Umefahamu? Ujue kwamba kuna hadithi ambayo ni sahih, kuna hadithi ambayo ni hasan, kuna hadithi ambayo ni dhaif, kuna hadithi ambayo ni maudhu, munkar. Maana yake inakuwaje inakuwa sahih, inakuwaje hadithi inakuwa ni hasan, inakuwaje hadithi inakuwa ni dhaif ama inakuwa ni maudhu, anasingiziwa bwana Mtume? Sasa tukirudi katika hii hadithi ya Anas bin Malik ambaye ameitaja Imamu an-Nawawi katika kitabu cha Al-Adhkar, Imamu an-Nawawi hakutaja wapokezi wa hadithi hiyo ya Anas bin Malik, wale chain of narrators, wale ambao wapokezi wa hiyo hadithi ni kina nani? Hakutaja. Amesema tu an Anas radiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunutu fi salati al-fajri hatta faraqa ad-dunya. Lakini tukienda kwenye kitabu cha Nail al-Awtar ya Imamu Shaukani, Imamu Shaukani anatoa orodha ya wapokezi wa hii hadithi wote, ni kina nani ambao walipokea hadithi hii. Baadaye ndio ikamfikia Anas bin Malik, na Anas bin Malik akaweza kuyatamka haya ambayo alitamka. Miongoni mwa wapokezi wa hii hadithi ya Anas bin Malik kuna bwana mmoja anaitwa Aba Jaafar al-Razi. Huyu bwana alikuwa na illa, alikuwa na kasoro katika hifdhi yake. Maana yake hifdhi yake ilikuwa mbovu, hifadhi sawa. Alikuwa ni mtu wa kusahau, alikuwa ni mtu wa kuchanganya mambo. Anaweza akachukua hadithi nyingine akachanganya na nyingine, ama anaweza akachukua aya ya Qur'ani akachanganya na hadithi. Na mtu kama huyu katika ilmu al-mustalah al-hadith akipokea hadithi aina yote, hiyo hadithi haikubaliki. Na ndio unaona anasema Imamu Shaukani, hii hadithi ya Anas bin Malik ni hadithi ambayo ni dhaif, bali kuna baadhi wanazuoni wanasema hii ni hadithi maudhu. Hadithi ambayo ni sahih ni ile aliyoipokea Ashja'i katika Sahih Bukhari wa Muslim, na wanazuoni wengine nayo waliweza kuipokea. Kwa hivyo kunuti alfajiri peke yake hii hakuna katika sunna. Sunna ni kunuti katika swala zote. Ikiwa leo tunaweza kusema tuna matatizo mengi kuliko wakati wa Mtume alipokuwa yuko hai. Sasa hivi ndo mauaji katika ardhi, subhanallah, magonjwa kila aina, fitna ya hapa na pale. Tunahitajia kunut kweli, tulete kunut, lakini katika swala zote tano kwa kipindi maalum, alafu tumwachie Mungu afanye kazi yake. Sio hii alfajiri miaka nenda miaka rudi, wala hatumwachii Mungu akafanya kazi yake. Jamani, so tushamshtakia, sasa tumwachie Mungu akafanya kazi yake.